Kwa sababu hizi zinaweza zikapelekea meseji zako hazijibiwi. Sasa ikitokea meseji zako hazijajibiwa, umetuma meseji ya kwanza, ambayo meseji hii ya kwanza ni kwa ajili ya kujulia hali ya, kuna meseji ya pili ambayo utaituma, range yake tulisema napaswa iwe masaa 12 mpaka 24, kwa maana ya follow up, kujua kama meseji uliyotuma ya kwanza aliipata. Maana meseji ya kwanza anaweza kawa busy na kazi na asiweze kuiona, akaiona ila muda wa kuijibu ukawa ni mchache au akakosa. Kwa unapotuma meseji ya pili ile kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ameipata meseji au hakuipata, itamfanya akujibu ikiwa anakupenda. Yeyote anayekupenda atatumia muda wowote ili aweze kukujibu. Sasa ni namna gani ambayo unaweza ukaitikia kwenye jumbe ambazo zitakuwa zimetumwa? Moja, ikiwa atakuja kukujibu hizo jumbe, moja, unapaswa ujibu kwa upole na usijibu kwa kulaumu kwa maswali. Ulikuwa wapi? Mbona umenijibu kwa kuchelewa? Mbona message fupi? Kwa hiyo jibu kwa upole. Katika mahusiano, hizi zinaweza kuwa ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mpenzi wako asikujibu kwa wakati. Moja ni uchovu wa kazi pamoja na fikra. Ikiwa mtu atakuwa na kazi nyingi na amechoka, kuna wakati anahitaji kupumzika akili. Kwa hiyo anapoona message zinakuja, waenda message ya kwanza hajajibu, kamtumia message ya pili na ya tatu, anakuwa na mrundikano mwingi wa jumbe ambazo tunashindwa kuzijibu message hizo. Kwa hiyo anaona kama hii inamuongezea mzigo. Lakini kitu kingine tunaweza tukasema kuwa na kupungua kwa hisia, au kwa Kiingereza tunasema emotional misengagement. Emotional misengagement au kupungua kwa hisia ni wakati ambapo mpenzi wako ameanza kupunguza hisia, yani kwa sababu ya ukaribu na mahusiano ambayo umekuwa nayo unakuwa ukipungua. Kwa hiyo hali hiyo inaweza ikampelekea pia asikujibu kwa wakati, ikiwa kutakuwa na hali kama hiyo. Lakini jambo jingine ni ikiwa anatamani kuepuka migogoro. Kama tulivyozungumza hapo awali kwamba unapaswa kutuma jumbe mbili. Ikiwa hazijajibiwa usitume ujumbe wa tatu. Kwa nini jumbe mbili? Ujumbe wa kwanza ni rahisi kusahulika, kwa sababu mtu anaweza kuwa busy na majukumu ya kazi na hivyo akasahau. Lakini utakapotuma ujumbe wa pili, ambayo hii inapaswa kuchukua masaa 12 mpaka 24, ikiwa utakuwa haujajibiwa ule ujumbe. Kwa nini? Huo ujumbe utamsaidia kukumbuka ama unaleta alarm kwamba kuna ujumbe ulikuja, wenda alijisahau, na ni follow up, kufuatilia kwamba ujumbe wa kwanza uliotuma ulifika au haukufika. Lakini unapotuma ujumbe wa tatu, inaonyesha kwamba wewe ni mtu fulani mwenye wivu au uliopita kiasi, usiokuwa na tija by the way. Lakini pia unaweza kuwa kama kero kwa kutuma jumbe ambazo ni nyingi. Kwa hiyo ni muhimu ukatuma jumbe hizo mbili na zitakusaidia. Sasa ikitokea kama umejibiwa message kwa kuchelewa, jambo la kwanza ambalo unapaswa usifanye, usijibu kwa haraka na kwa hasira. Akisha kujibu, haupaswi kujibu hapo hapo. Chukua muda kisha jibu. Unapaswa kuact vile alivyojibu. Ikiwa atakujibu kwa ujumbe ambao ni mfupi, jibu vile vile kwa ujumbe ambao ni mfupi kabisa, au kwa emoji. Hiyo itatosha. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu zaidi, ruhusu maisha yaendelee. Usikae kusubiri tena ujumbe mwingine ambao atakutumia. Kwa hiyo huna haja ya kusubiri ujumbe mwingine atakao kutumia. Hebu fanya kuondoa kama ulikuwa kwenye chattings, alafu endelea na maisha mengine. Hii itakusaidia kupunguza msongo wa mawazo, kukupatia fikra mpya na kuondoa mtazamo ambao ni hasi dhidi yake. Hii itakusaidia sana.